anapenda kujua ya kanisa Katoliki la Bukumbi, Mwanza. Asante sana Historia. Kwanza nikwambie kwamba bahati nzuri mna kitabu. Kiliandikwa na John Somers, Historia ya Bukumbi, mwaka 1883 mpaka 2008. Alikiandika pale Mwanza mwaka 2008, wakati mnasherehekea nadhani ilikuwa miaka 125 ya Bukumbi. Hivyo kitabu hicho kimeandikwa vizuri sana. Ngoja nikwambie sasa kwa kifupi. Kituo cha kwanza cha kudumu katika jimbo kuu la Mwanza na katika kanda yote ya Ziwa, yani metropolitan ya Mwanza, kituo cha kwanza cha kudumu na Bukoba ikiwemo, ilikuwa ni kituo cha Bukumbi mwaka 1883. Padre Giro alikuwa amemsaidia mtemi kijeshi dhidi ya mpwa wake aliyeasi. Nyumba kadhaa zilijengwa pale, ikiwemo kanisa na nyumba zote baadaye vikazungushwa na ugo imara, na Bukumbi hata hivyo ndio ikaendelea. Hata hivyo ilikuwa ni ushawishi mdogo wa kidini. Eneo hili ilikuwa limezungukwa na mahali patupu. Hivyo Bukumbi ilitumika zaidi kama gara la kuwekea vitu kuelekea Uganda. Kwa kweli Bukumbi ya kwanza haikuwa kama misioni, ilikuwa kama kituo cha kufikia, lakini kituo cha uhakika. Kwa sababu kule Waganda, kule Kabaka wa Uganda alipokuwa nakasirika, alikuwa analeta mashua zake. Sasa Bukumbi ilikuwa sio rahisi kufikia. Hivyo walipokuwa wanakuwa pale walikuwa hawana shida. Kwa mfano miaka ya 1883 hadi 85, Kabaka Mtesa alikuwa amewachukia Wakristo na akawafukuza. Na wakakimbilia wapi? Wakakimbilia pale Bukumbi. Na hata na picha ya kwanza ya mashahidi wa Uganda waliipigia pale Bukumbi. Mtakuwa mnaiona, walioiona picha ile walikuwa wameipigia wapi? Bukumbi. Na kwa sababu walikuwa wamekimbilia wapi? Walikuwa wamekimbilia Bukumbi walipokuja kuwatazama wa misionari. Hata na Wajerumani walipokuwa wanawakomboa watumwa, walikuwa wanawaleta Bukumbi pale ili waweze kulelewa. Na mwaka 1896 mambo yalipotulia huko Buganda, Padre Ronde na waamini wa Buganda wakarudi kwao. Lakini vikariati ilipogawanywa kati ya Uganda na Tanganyika, Uganda ikawa chini ya Waingereza na Tanganyika ikiwa chini ya Wajerumani, wakaweka makao makuu ya vikariati ya Nyanza ya Kusini pale Bukumbi, yani kanda ya Ziwa. Bukumbi ndio ilikuwa makao makuu ya kwanza. Katedrali ya kwanza ilikuwa ni Bukumbi. Na katika miaka 12 ya kwanza, mapadri 5 na bruda mmoja walifariki na kuzikwa hapo hapo ya malaria. Hivyo kuna watu wengi sana walipata shida pale. Hivyo Bukumbi ilikuwa na bahati kwamba Askofu Hilt alipofika Afrika kama padre, misioni yake ya kwanza ilikuwa ni Bukumbi kwa hizi ya miaka 2. Hivyo Askofu Hilt alipopewa uaskofu na Livindack katika kanisa la Kamoga pale Bukumbi tarehe 25 Mei 1890. Hivyo askofu wa kwanza aliyepewa uaskofu hapa Tanzania ilikuwa ni pale Bukumbi. Na hivyo Askofu Hilt akawapa nguvu wale wa Bukumbi. Na tarehe 21 Novemba 1896 Askofu Stresha, askofu wa Nyanza ya Kaskazini, yani Uganda, naye akapewa uaskofu pale. Hivyo naona kwamba maaskofu wengi walipewa pale Bukumbi. Na Bukumbi ikawa nini? Ikawa kitu cha maana sana. Hata na Askofu Gerbois wa Unyanyembe naye alipewa uaskofu wake wapi? Pale Bukumbi. Na misioni Bukumbi iliendelea, na kufikia mwaka 1901 kulikuwa na waamini zaidi ya 400 na wanafunzi 227. Na mwaka 1912 wakajenga vile nyumba ya masista wa kwanza waliofika pale, masista weupe au wa misionari wa Mama Maria. Hivyo kwa namna hiyo ndio misioni ya Bukumbi iliyoanza, na kutokea pale ndio wakaanza kuinjilisha sehemu nyingine kama Busambiro mwaka 1888 kwa mwaliko wa Mtemi Ruoma, wakaenda kule na sehemu nyingine wakaenda. Lakini Bukumbi ndio ilikuwa mahali pakubwa ambapo ilikuwa ni katedrali ya kwanza kwa miaka mingi. Ingawa Askofu Hilti alikuwa akai kwa kawaida Bukumbi, alikuwa anakaa Kashozi kule Kagera, lakini kanisa lenyewe rasmi ilikuwa kanisa la Bukumbi. Kwa maana hiyo Bukumbi ndio ilikuwa misioni ya kwanza kwa kanda ya Ziwa, au ilikuwa vipi? Ndio misioni ya kwanza ya kudumu ya kanda ya Ziwa. Walijaribu sehemu nyingine, lakini walikuwa hawawezi kukaa vizuri.
walikuwa wanakaa wanatoka. Ya kwanza kujengwa na kudumu ni ile ya Bukumbi. Na ndio ikawa katedrali ya kwanza pale Bukumbi, na ndio ambayo ipo mpaka sasa ndio mpaka sasa ipo.